Bana hapa nasikia bana kuna wazee wanne wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa kwa hiyo bana ndio hii jamii yote imejaa hapa. Kila mmoja wanataka wazee hapo ndani watolewe, wamefichwa ndani ya nyumba ya mzee mtaa. Au sio? Bana aliotolewa vitu bana, mimi ndugu yangu, si ndio? Na pia mimi nina uchungu. Chenye nataka, hatutaki vurugu. Tunataka vitu vyetu virudi amani. Alafu mbele bibi yake mwenyewe yalaumu, alikuwa bibi yake amesema tuwatoa watu tuwapigie discipline mpaka watoe hivyo vidude. Ndio hiyo kitu ambayo ninasema, na sikudanganyi, wasiporegesha tutauana sote, tutauliwa sote. Kilazima kivyo vyote waregeshe, atusamei. Manake ingekuwa bas mzigo wetu uregee tena, hii ifikie serikali kuu. Kwa ufupi hapa amani itapatikana mpaka irudi. Kama porudi hapa noma. Mimi naitwa Susan, mkazi wa Soweto. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake. Na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe. Manake hiyo ni chakula yetu, ama tutolewe maiti yetu nje. La sivyo tumezana hii nyumba. Wenye hii nyumba watawatoa. Vijana wameadhibika, manake wanasema ikiwa mambo yako hivi, hawajaoa, private party zinapotea, basi yani wamechanganyikiwa kwa ufupi. Chief yuko, maskari wako, na mzee wa mtaa yuko pia. Majina kamili ni Masten Milimo. Mimi niko kazini Tukani, huwa niko na biashara. Nilikuwa naendelea na kazi zangu. Hao wawili walikuwa wawili. Wakanitokezea, wakanihitaji muda wa kumzungumza nao upande wa neno la Bwana. Sasa mimi nikawaambia hapana, mimi saa hii kuna mahali nafaa nifike. Sasa saa hii sitaweza. Wangangana na mimi, wanataka kuzungumza na mimi. Kawaambia hapana, nataka kutoka. Hivyo ndio tumeonana, lakini vile waliondoka nikaona hali si kawaida kwangu. Nikaona siko nomo. Sasa vile walifika huku ndio nikasikia stories zingine kutoka kwa watu wengine, ndio pia mimi nikapita hapana mpaka nijiangalie nione kwa nini imetendeka. Sasa hivyo ndio pia mimi nikafuata, ikawa iko hivyo. Nini asomefanyika na walifanyaje mpaka ikaonekana mimi hatukukutana kwa salamu, isipokuwa walingangana ili wanipe, yani tusungumzie hiyo mambo ya story na upande wa hivyo tu. Yani niona kitu yenye imekuja si ya kawaida, imeingia ndani sana, imekuwa ndogo. Sasa nikashangaa ni vipi? Sasa hivyo ndio nikasikia huku hawa kitu fulani inatokea, hivyo ndio pia mimi nikajipitisha hapana. Hata nikauliza kwa jirani, wao uko noma? Akasema mimi niko sawa. Sasa mimi nikafuata hapana, nikuje nihakikishe. Unaona sasa niko hapa sasa. Kennedy Masten Milimo.